nimegairi, nilifikiwa nafikiria kuwa mwanasiasa nimegairi. Kwa sababu nimegundua kuna mambo mengi ambayo yanatokea pia ambayo yanafanya jamii ya kawaida hiyo ni wanasiasa sio watu wasafi. Imeshakuwa kama wanasiasa ni watu waongo hivi na nini. Na ndio maana inapokuwa mahali sijui wabunge wanataka kujiongezea posho, watu wote wanalalamika mtaani. Umeshajua? Mimi nilikuwa nafikiria nataka kuwa mwanasiasa kwa sababu nilikuwa nataka kusaidia watu. Mimi sitaki kuweko kwenye hilo kundi la watu ambao sio watu wasafi. Kwa sababu hebu imagine mtu anagombea ubunge. Lakini anawahonga wapiga kura wake wampigie kura. Wewe unagombea ubunge wa nini? Unataka kutuwakilisha sisi. Kwa nini utupe hela sisi tukupe nafasi ya kwenda kutuwakilisha wakati unachoenda kufanya ni kuwakilisha matatizo yetu sisi tuishi vizuri? Kama kweli wewe unataka kutuwakilisha, njoo tu utuambie kwa nini tukupe nafasi ya wewe kutuwakilisha, tuelezee sawa sawa. Au sio? Kwa nini watu wanaongwa sasa? Hilo ni swali zito sana. So mimi siwezi kwenda kushindana na watu ambao inabidi waonge wapige kura wao. Na hata ungeenda na mdomo wako tu kafukavu usingeshinda. Nisingeshinda wakati pengine na nia nzuri, lakini siwezi kutoa hela. Wenyewe wanakuambia kwamba ogopa Mwenyezi Mungu na uogope na teknolojia pia. Hii ni moja kati ya klipu ambayo inasambaa sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. Inamuonyesha Mwana FA kipindi ambapo alikuwa anafanya mahojiano na kipindi cha mkasa ambacho kilikuwa kinatangazwa na Salama Jabir miaka ile kama unakumbuka. Kwa watu ambao wameanza kufuatilia sanaa kwa muda tu. Ni klipu ambayo ina muda mrefu tu. Sasa ni klipu ambayo inaonyesha Mwana FA akiwa anafafanua sababu za yeye kughairi kuingia kwenye siasa. Alikuwa anasema kwamba kuna kipindi alikuwa na matamanio kuingia kwenye siasa, lakini akafika mahali akaamua yeye na siasa ndio kushnei. Hii ilikuwa ni kipindi kile though. Sasa hii clip imeibuka wakati Mwana FA ameonekana kuwa kipaumbele sana kushabikia siasa, kushabikia uongozi wa sasa na kushabikia CCM na kila kitu kiujumla. Nadhani kwamba masuala ya Oktoba tunatiki na masuala ya maandamano ya tarehe 29 na no reform no election ndio baadhi ya vitu ambavyo vimeibua clip hizi hapa. Sasa kuna baadhi ya mashabiki ambao wamevamia Mwana FA na kusema kwamba ameshiba sasa hivi, ameingia kwenye mfumo wa kisiasa, amesahau baadhi ya vitu ambavyo alishaye kuvisemaga kule nyuma. Wengine wamemuona kuwa kama mnafiki vile. Sasa kuna moja kati ya mshikaji ambaye pia baada ya Mwana FA kuweza kushare clip ya ngoma sio ngoma mpya, nadhani kwamba ni ngoma ambayo ilishaichikaga lakini kama imefanyiwa marekebisho kidogo, ngoma ya Juma Nature inajulikana kama Tanzania. Alikuwa ameeka ngoma ya Juma Nature na pia kusindikiza na caption ambayo alikuwa amesema kwamba kijiji bila wazee ni uhuni, Sa Nature aka Kiroboto aka Kibla, nyimbo zisizo na mwisho wa kuishi. Sasa pale baada ya kusema hivyo kuna mshikaji ambaye alikuja na comment pale chini kumuuliza kwamba ogopa technology, ulisema hutaki siasa, ulikuwa salon wewe noma umejipata kwenye siasa. Sema kwamba wewe noma sana umejipata kwenye siasa. Sasa Mwana FA akasema kwamba kughairi mwisho mara ngapi, kwani mkuu silighairi tena ha? Sasa ndio hivyo Mwana FA alisema kwamba yale ghairi, alikuwa anasema kwamba hataki masuala ya kisiasa, lakini sasa hivi amegairi na yupo kwenye siasa. Unaichukuliaje hii kauli ya Mwana FA sasa hivi na kauli zake za mwanzoni? Unaiweka kwenye kategori gani bwana?